Hivi ni kweli kwamba sukari ya madukani ni sawa sawa na sukari iliyopo kwenye matunda ama kwenye viazi vitamu ama kwenye ugali? Kumekuwa na taharuki kubwa dhidi ya sukari iliyopo kwenye matunda, wataalamu baadhi wakisema kwamba sukari ya madukani ni ile ni sawa na sukari iliyopo kwenye matunda, kwa maana kwamba watu nitakao waepuke matunda matamu, kwani sukari ile itaweza kusababisha madhara kama ambavyo ile sukari ya madukani inaweza ikafanya. Wakisema kwa mfano kama ni glucose ya madukani ni sasa na glucose ile iliyopo kwenye matunda, na namna ambavyo mwili unachakata vile vile hauwezi, kwamba mwili hauwezi kutofautisha hizo aina ya glucose, kwamba hii imetoka kwenye tunda, nyingine imetokea madukani. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo taharuki kubwa sana. Kwa hiyo hivi ni kweli kwamba hivi vitu vinafanana? Kwa hiyo kama umekuwa na wewe unasikia hivyo, nimetengeneza hii video maalum kwa ajili ya kuzungumzia hizi aina ya sukari mbili, sukari ya madukani na sukari tukanayo na matunda wewe unayoyafahamu. Je, ni kweli vinafanana ama havifanani? Kama havifanani, tofauti wake ukoje? Na katika athari za kibiolojia ndani ya mwili, vyote vinaleta athari ama vina utofauti, kwamba kuna kimoja ambacho kinaleta kingine hakileti? Na kama hakileti, kwa nini hii sukari hii ya kutoka huko isababisha madhara halafu hii nyingine isisababishe madhara? Yote nachambua. Upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikusihi tu nisikilize kwa umakini, tuliza akili yako vizuri, unaweza utanielewa vizuri na kwa nini wengi wanaosema hayo wanakuwa hawako sahihi, na nataka nikwambia ukweli uliopo. Kwa hiyo mada ambayo iko hewani, tunaangazia utofauti uliopo kati ya sukari ya kwenye matunda na sukari ya kutoka viwandani. Naomba kwanza nianze kukufahamisha kitu kimoja. Sukari ya madukani na sukari ya kwenye matunda katika muundo wa kikemia vinafanana. Yaani sukari ya madukani, yani ukikuta ile glucose ya kwenye madukani na glucose iliyo kwenye tunda ambao kwenye macho ya kawaida huwezi kuiona, ni kwamba chemically, yani ile chemical structure vinafanana kabisa kwa 100%. Lakini kibiolojia vina athari tofauti ama vinawakilisha vitu viwili tofauti. Sasa unaweza kujiuliza, yawezekanaje vitu vifanane katika swala la muundo, halafu katika swala la kazi ama athari viwe na athari mbili tofauti? Kabla sijakuelezea kwa kina, naomba nikupatia mifano michache ya kuweza kusupport hiki, kwa nini vinaweza kuwa na muundo ambao vinafanana lakini vikawa na athari tofauti za kibiolojia. Kwa wale ambao wana magari, ambao wanaendesha magari, wanaweza kubana na mimi. Kwa mfano, petroli ambayo iko kwenye sheli ambayo tayari ishachujwa na petroli ile ambayo haijachujwa, zote ni petroli ambazo katika muundo wa kikemia ni kwamba huwa zinafanana. Yaani ile chemical structure yake utakuta zinafanana. Ila sasa utakubana na mimi kwamba wewe ambao gari yako inatumia petroli, ukisema ukachukua ile petroli ambayo haijachujwa, kunawezekana gari yake siweze kuwaka, au kunawezekana kabisa ingapata athari nyingine kabisa. Wakati ukienda kuchukua ile petroli ambayo imeshachujwa, utakuta kwamba tayari kwamba ile gari yako inaweza ikawaka. Sasa unaweza kujifikiria ni kwa nini petroli ile na hii muundo vifanane halafu athari ziwe tofauti? Haiwezekanaje? Huo ni mfano wa kwanza. Lakini mfano wa pili, kwa madaktari wanaweza kubana mimi kwamba kwa mfano ukichukua vitamin C ambayo ni ya kidonge, alafu vitamin C kutoka kwenye mboga, zote ni vitamin C, lakini namna ambavyo mwili una handle vitamin C kutoka kwenye kidonge ni tofauti na jinsi ambavyo mwili una handle vitamin C kutoka kwenye mboga majani kama mchicha. Kwa maana kwamba hivi vitu chemically vinaweza kuwa vinafanana, lakini katika swala la kibiolojia, namna mwili utakavyoweza kuvichakata vitachakata katika modality tofauti. Kuna mifano mingi ambayo inaweza kaonesha vitu ambavyo vinafanana lakini vikawa na athari tofauti. Basi hiyo ilikuwa ni mifano michache ambayo nitaka nikufahamishe kwa nini sukari ya madukani na matunda vinaweza kawa vinafanana kimuundo lakini kibiolojia vikawa vinawakilisha vitu viwili tofauti. Tuingie kwenye kuangazia utofauti kwa undani zaidi. Utofauti wa kwanza uliopo kati ya sukari ya madukani na sukari kwenye matunda, moja ya kwanza ni kwa upande wa sukari ambayo kwenye matunda ni kwamba inakuja na virutubisho vya ziada, wakati sukari ya madukani inakuja bila virutubisho vya aina yoyote ile. Hii inamaanisha nini? Unapoenda kula tunda hupati tu sukari tu peke yake, utapata madini, utapata vitamini, utapata viondoa sumu ambayo kama ni antioxidant,
na kemikali nyingine ambazo zinafanya kazi ya kutibu magonjwa ambayo kama ni phytonutrients au phytochemicals ambazo zinapatikana kwenye matunda hayo ama kwenye kiazi kitamu ama kwenye ugali, vyote vinakuwa viko huko, vinakuja ikiwa ni kama set. Hiyo ni sukari ya kwenye matunda. Wakati hii ya kwenye madukani inakuja yenyewe kama ilivyo. Kwa hiyo hapa tunatarajia kupata nishati tu peke yake. Sasa unataka kulinganisha kitu ambacho kinakuja na hivi madini, vitamini, inakuja na seti nzima ya uponyaji. Halafu hii inakuja yenyewe kama yenyewe empty, ikiwa na nishati tu peke yake. Katika swala la kiafya hivi tunakuwa iko tofauti kabisa. Kwa hiyo fahamu tu kwamba hii sasa inakuja kuelezea kwa nini moja inaweza ikawa inahusika na magonjwa, nyingine kwa nini inaweza ikawa na tiba, kwa maana kwamba hii inatoa nishati, hii inakuja na virutubisho vingine. Huu ni utofauti wa kwanza wa hizi aina mbili za sukari. Utofauti namba 2 ni ile namna ya ufyonzwaji. Sukari iliyopo kwenye matunda ni huwa inafyonzwa taratibu, wakati sukari ya madukani hii huwa inafyonzwa kwa haraka sana kwenye utumbo wako mwembamba. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba sukari iliyopo kwenye tunda haiko huru. Sukari iliyopo kwenye tunda kama embe ama papaya, chungwa, peasi, apple, ni kwamba ile sukari ni imefungwa kwenye nyuzilishi ama imejishika kwenye nyuzilishi, zile fiber, kwa haiko huru. Kwa maana hiyo ni kwamba unapokuwa umekula embe lako ile, mwili unaanza kutafasiri lile tunda, zile molecule, ambapo inapelekea vile vimengine vya kibiolojia ambavyo tunaita ni enzyme kuweza kubreak down, kuvunjavunja ile bond ya hizi glucose, hizi sukari kutoka kwenye fibers, ili tuweze kupata ile molecule huru ya glucose ndio ifyonzwe. Kwa unaweza kuona kwamba ni process kubwa sana ambayo huwa inafanyika. Wakati ukija kwenye sukari ya madukani ni kwamba hii sukari iko huru, yani haijafungwa mahali popote, hivyo fyonza kwa haraka na huwa inapelekea ule mshtuko mkubwa wa sukari kwenye damu, inasababisha ile blood sugar spike up ya haraka sana, wakati hii ya kwenye matunda haisababishi ile quick blood sugar spike up, kwa maana kwamba mmeng'enyo wake una mchakato mingi na huwa inaenda taratibu, na zile nyuzilishe huwa zinapunguza ile kasi ya ufyonzaji wa ile sukari. Unaweza kuona hivi utofauti wa hivi vitu viwili. Mwisho wa siku anayekula matunda anaishia kupata anaishia kupata ile normal blood sugar, wakati anayekula sukari ya madukani huyu anaishia kupata sukari ya juu, high blood sugar. Kwa unaweza kuona jinsi ilivyokuwa kwenye utofauti kwenye swala la ufyonzaji, lakini kinachoelezea utofauti huo ni nyuzilishe. Ya madukani inakuja bila nyuzilishe, wakati hii ya kwenye matunda inakuja tayari ikiwa imeshafungwa na nyuzilishe ama imejishikiza kwenye nyuzilishe ambayo ni kwamba ni fiber. Huu ndio tofauti. Na kitu kingine labda nikuelezee kitu kimoja mtaka ukifahamu ni kwamba nyuzilishe kwenye utumbo mwembamba ni huwa inatengeneza muundo wa kama lojolojo ama ute, ambao ile sasa bado inaendelea kuongeza ule ugumu wa ile sukari kuweza kufyonzwa kuelekea kwenye damu yako, wakati kwa upande wa hii sukari ya madukani haina kitu cha design hiyo, iko huru, kwa hiyo inafika pale ni kufyonzwa tu moja kwa moja. Hii ilikuwa ni tofauti namba 2 ambayo naelezea vitu hivi, kwa nini kimoja kina madhara, kingine hakina madhara, na kwa nini vina muundo ambao unafanana lakini kibiolojia vina athari mbili tofauti. Namba 3, ikabidi ufahamu kitu kimoja kwamba sukari ya kwenye matunda ipo katika mfumo, ipo katika system na haipo kama kirutubisho kimoja, wakati hii sukari ya madukani ipo kama kirutubisho kimoja, hivyo inaangaliwa kama kemikali. Hii inaangaliwa kama chakula ambacho imekuja katika mfumo wa chakula, ambacho nasema ni mfumo ambao inahitajika kuweze kuvunjavunja ili mwili uweze kupata ile glucose, wakati hii ya madukani mwili unaitazama kama kemikali, kwani imekuja kama kirutubisho ambacho kinajitegemea. Hii inaelezea nini au inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba chakula kwa kuwa ni mfumo, inakuja na virutubisho vingi, vyote vikiwa vimeshikamana. Mmeng'enyo una kazi kubwa sana ya kuanza kusort
kuchambua kirutubisho kimoja baada ya kingine, na kumbuka kwamba chakula ni kwamba kiko kinajiongea, si kwamba kimerundikwa tu sehemu moja. Kiko kinajiongea kutoka pointi moja kwenda pointi B kwenye masuala nini ya mmeng'enyo, na hii sasa kufanya kwamba hii sukari nyingi inakuwa kuipata sio rahisi, na hivyo inayopatikana ni chache ambayo inaishia kwenye mwili wako, nyingi inatolewa nje. Lakini fahamu tu kwamba sukari hii ya kwenye tunda ipo kwenye mfumo, ina exist katika system. Kile chakula chake ama lile tunda lipo kama system, ni mfumo ambao mwili wako unahitajika uanze kuvunja kimoja baada ya kingine kutoka kwenye chakula hicho, tofauti na sukari madukani ambayo iko huru kama kemikali. Kwenye kuongezea kwenye swala la mfumo hapa, kwenye swala la sukari matunda, tunasema kwamba sukari ya kwenye matunda ipo kwenye mfumo tata, wakati hii ya kwenye sukari madukani haipo kwenye mfumo wote, iko huru na ni rahisi sana kuweza kuipata na mwili unaitreat kama kemikali. Utofauti mwingine ni kwamba sukari ya kwenye matunda ipo ni asilia na si kutokea kiwandani, wakati hii ya kwenye maduka hii siyo asilia, bali imetengenezwa baada ya michakato mbalimbali kwenye kiwanda. Kwa hiyo hii siyo asilia, alafu hii ya kwenye matunda ni asilia. Kwa hiyo unaweza ukaona utofauti uliopo kati ya kitu ambacho kipo kwenye uasili wake na kitu ambacho hakipo kwenye uasili wake kwenye swala la madhara ya mwili wa binadamu. Mara nyingi vitu ambavyo sio asili ndio ambavyo vinaleta effect kubwa sana kwenye mwili wa binadamu kuliko vile vitu ambavyo ni asilia. Kingine ambacho tunataka kwamba sukari ya kwenye matunda ni haipelekee ile overproduction ya insulin, ongezeko la insulin kubwa kwenye damu. Wakati hii sukari ya madukani inasababisha ongezeko kubwa sana la insulin, na ndio maana inakuwa inahusiana na changamoto za magonjwa mbalimbali. Na mwisho kabisa naweza kumalizia kwa kusema kwamba sukari ya kwenye matunda haihusiani na magonjwa, wakati sukari ya madukani inahusiana na magonjwa. Haya ndio mambo ambayo natakiwa uyafahamu, utofauti uliopo kati ya sukari ya madukani na sukari iliyopo kwenye matunda, kwamba kikemia vinafanana, lakini kibiolojia vinawakilisha vitu viwili tofauti. Kwa hiyo wale ambao wanasema kwamba natakiwa uepuke matunda, hutaki kuepuka matunda hakikisha nakuwa sehemu ya ulaji wako. Halafu kuna wale ambao wanasema kwamba hutaki kula matunda ya aina tofauti kwa wakati mmoja. Kula matunda ya aina tofauti kwa wakati mmoja ni muhimu sana, kwani yanakusaidia wewe kuweza kupata zile kemikali ambazo zina nguvu tiba za aina tofauti. Kama ambavyo nimekuwa nikisema kwamba unapoona tunda lenye rangi fulani, ile rangi yake inawakilisha aina fulani ya kemikali ambazo zinatibu aina fulani ya ugonjwa. Kwa kama ni njano, maana kuna aina fulani ya kemikali ambazo ziko pale ambazo zinaweka ule njano. Kama ni blue, ina maana yake kile chakula ambacho kina rangi ya blue ama purple ni kwamba kina kemikali ambazo zinaweka ile rangi, na zile kemikali zina nguvu tiba fulani. Kwa hiyo kuweza kula matunda ya aina tofauti na kufanya wewe kuweza kupata aina tofauti ya zile kemikali ambazo mwisho wa siku zinakuwa kusaidia kwenye kubosi kinga zako na kuweza kukulinda dhidi ya magonjwa. Hiyo ni kitu kingine ambacho nataka nikufahamisha kwenye hii mada ya masuala ya sukari ya matunda na sukari ya madukani. So far natumaini kwamba unaweza kuwa umejifunza jambo hapa. Ni kusihi tu usiache kula matunda. Kula matunda matamu, kula matunda matamu, kula matunda matamu, yana faida kubwa na sio hasara. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, Kitamu Nutrition Specialist. Utakia wakati mwema. Kwaheri.